Kuanzisha biashara. Bado tupo kwenye wiki yetu ya biashara 10 ambazo unaweza ukazianzisha kwa mtaji mdogo, lakini zikakupatia hadi shilingi 20,000 kwa siku kama faida. Sasa leo tunaangalia video ya pili. Jumatatu tuliangalia video ya kwanza. Sasa leo tunaangalia video ya pili. Sasa video ya pili inahusu nini? Kaa nami mpaka mwisho wa kipindi. Watu wengi wanasema kuwa biashara inayohusiana na mambo ya vyakula ina watu wengi wanafanya hiyo biashara. Kwa hiyo ukianzisha ya kwako hutafika mbali kwa sababu ya ushindani. Na wanafikiria kuwa ili uweze kufanikiwa inabidi uwe na sehemu kubwa ya kufanyia biashara, au kama ni mgahawa au hata frame, na hii inahitaji mtaji mkubwa. Sasa mimi sikubaliani na hayo mawazo. Unaweza ukaanzisha biashara ya chakula hata kama kuna ushindani. Cha muhimu ni kuangalia kitu gani natakiwa ufanye ili uweze kufanikiwa. Sasa kwenye video hii leo nitakuthibitishia kuwa ukitumia ubunifu kidogo tu, kuna uwezekano mkubwa hizi biashara za chakula na mambo ya usafi ukatengeneza pesa hadi 20,000 kwa siku kama faida. Sasa inakuwaje? Endelea kuangalia hii video, utafahamu ni kitu gani unatakiwa kufanya ili uweze kufanikiwa kuanzisha hii biashara, aidha ya chakula au ya mambo ya usafi, kwa mtaji mdogo, lakini tunazungumzia 20,000 kwa siku. Ni sawasawa na 600,000 kwa mwezi. Hiyo ni faida kubwa sana. Hata anayefanya kazi sitaki kutaja kwenye taasisi, maofisa wake hawafikii hicho kiwango. Kwa hiyo kaa nami mpaka mwisho wa kipindi. Sasa kama wewe ndio unaangalia kipindi cha biashara 10 ambazo zinaweza kukuwezesha kupata faida mpaka 20,000 kwa siku, na tulionyesha video ya kwanza siku ya Jumatatu. Sasa ngoja nikuelezee kwa kifupi hiyo video ilihusu nini. Siku ya Jumatatu tuliangalia biashara 4 ambazo kama unavyoona kwenye picha mifano yake. Leo tunapandisha viwango kidogo. Tunaangalia biashara ambazo zinagusa mahitaji ya kila siku ya binadamu ambayo hawezi kuyaepuka. Nayo ni mambo ya usafi, chakula na huduma za kifedha. Ukweli ni huu: hakuna mtu anayeweza kuishi bila kula. Hakuna anayependa kuishi sehemu chafu, na kila mtu anahitaji kutuma au kupokea pesa. Haya ni mahitaji ya lazima, na kwenye biashara mahitaji ya lazima ndiyo yanatengeneza pesa ya uhakika. Leo nitakuchambulia biashara 3. Ya kwanza ni utengenezaji na uuzaji wa sabuni. Ya pili ni huduma ya chakula ofisini maarufu kama Tiffin, na ya tatu ni kuwa wakala wa pesa. Nitakupa hesabu kamili, mtaji unaohitajika, jinsi ya kuanza na jinsi ya kupiga hiyo 20,000 yako kabla jua halijazama. Tuanze na biashara ya kwanza ambayo ina faida kubwa. Namba 1 ni biashara ya kutengeneza na kuuza sabuni. Sasa hii biashara unafanya nini mpaka unafanikiwa kupata angalau 20,000 kwa siku? Sasa hebu tuangalie jinsi ya kuanza na biashara hii ya usafi, yaani sabuni za maji. Watu wengi wakisikia biashara ya sabuni wanakimbilia kufikiria kufungua duka la jumla. Hapo ndipo wanapokosea. Sisi tunatafuta faida ya haraka na mtaji mdogo. Soko la sabuni za maji, yaani liquid soap, ni kubwa mno majumbani, maofisini na kwenye mahoteli. Sasa jinsi ya kuanza, unaanza na mtaji wa shilingi 30,000 mpaka 50, inatosha kabisa. Unahitaji kwenda kwenye maduka ya pembejeo za viwanda. Kwa Dar es Salaam ni mitaa ya Kariakoo na wamejaa tele. Unanunua seti ya kutengeneza lita 20 za sabuni. Hii seti inakuja na sulfuric acid,
soda ash, rangi, papu na chumvi. Sasa gharama ya seti hii ni kati ya shilingi 15,000 mpaka 20,000 kutegemea na ubora. Sasa kuhusu mchakato ni rahisi sana na hauhitaji mitambo. Unahitaji ndoo kubwa ya plastiki na mwiko wa kukorogea. Unafuata maelekezo ya mchanganyiko na ndani ya masaa machache unakuwa na lita zako 20 za sabuni nzito na yenye povu jingi. Sasa kwa nini inalipa? Piga hesabu hizi kwa makini. Gharama ya kutengeneza lita 20 ni takriban shilingi 20,000 ukijumuisha na chupa tupu za kupaki au vifungashio. Lita 20 zinaweza kutoa chupa 20 za lita moja au chupa 40 za nusu lita. Bei ya soko kwa chupa moja ya lita moja ya sabuni ya maji ni shilingi 2,000 mpaka 2,500. Ukiuza chupa 20 kwa shilingi 2,000 unapata shilingi 40,000. Ukitoa gharama yako ya shilingi 20,000 unabaki na faida ya shilingi 20,000 taslim. Hiyo ni kwa bachi moja tu ya lita 20. Siri ya ushindi hapa ni packaging na soko. Usiuze kwenye chupa chafu za maji zilizookotwa. Nunua chupa mpya Kariakoo, shilingi 300 mpaka 400 tu. Weka lebo yako hata ya print ya kawaida yenye jina zuri, mfano Mama Safi au Liquid Soap. Wauzie kina nani? Wauzie kina nani hiyo sabuni yako? Anza na majirani zako. Kisha nenda kwenye migahawa ya mtaani kwako. Hawa wanatumia sabuni nyingi sana kuosha vyombo. Waambie hivi, nitakuwa nakuletea dumu la lita 5 kila wiki kwa bei ya punguzo. Ukipata migahawa 5 tu inayochukua sabuni kwako, hiyo ni 20,000 unayetengeneza sabuni asubuhi tu. Usitumie pesa nyingi hapa. Anza na vitu vya msingi. Ubora wa sabuni yako ndio utakao kutangaza na watu wa kufahamu. Hakikisha sabuni ni nzito na ina harufu nzuri ya limao au strawberry. Hii ni biashara ambayo unaweza kuifanya nyumbani na ikakulipa mshahara mkubwa sana. Tuangalie biashara ya pili ambayo ni wanasema mamalishe ya kisasa. Sasa hii inahusiana na vitu gani au mambo gani unatakiwa ufanye ili uweze kufanikiwa kuwa na hii biashara ambayo angalau inaweza kukuletea faida ya shilingi 20,000 kila siku au sawa na 600,000 kwa mwezi. Tatizo kubwa la wafanyakazi wa maofisini, benki na madukani ni muda. Wanataka kula chakula kizuri cha nyumbani, lakini hawawezi kutoka ofisini kwenda kwenye vibanda vya mama nitilie au mamalishe, na hawataki kula vyakula vya take away vya kwenye foili ambavyo vimepoa. Hapo ndipo wewe unapoingia. Hii sio biashara ya kupika na kusubiri wateja. Hii biashara ya kupeleka chakula. Sasa unahitaji nini? Unahitaji mtaji wa kuanzia kama shilingi 100,000 hivi kwa ajili ya kununua hotpot ndogo na viungo vya chakula. Usinunue vyombo vya plastiki vya kutupa. Nunua hotpot ndogo ambazo utakuwa unazibadilisha. Mteja anakula, kesho unampa hotpot nyingine na kuchukua chafu. Sasa mkakati uko vipi? Pika chakula kimoja au viwili tu, lakini vikae vizuri. Mfano, wali nyama na mboga za majani au wali maharage na samaki. Usichanganye menu iwe kubwa mwanzoni. Piga hesabu ya faida. Sahani moja ya chakula kizuri cha ofisini inauzwa kuanzia shilingi 3,000 mpaka 4,000. Gharama ya kuandaa sahani moja nyumbani ukipika kwa wingi haizidi shilingi 1,500 mpaka 1,800. Hii ina maana sahani moja inakupa faida ya takriban shilingi 1,500 mpaka 2,000.
Ili kupata 20,000 yako kila siku, unahitaji wateja wangapi? Unahitaji wateja 10 hadi 15 tu. Sasa ni nani hana ofisi au duka jirani na anapoishi? Hakuna. Tembea kwenye maduka ya mtaani kwako, naenda kwenye ofisi ndogo. Jieleze vizuri. Sema, ninatoa huduma ya chakula cha moto na kuletea mpaka mezani kwako kwenye hotpot safi kwa shilingi 3,000 tu. Watu wengi wanasema kupata wateja ni kugumu. Mimi naona wamekosea. Watu wana njaa na wanataka usafi. Ukizingatia usafi, utapika chakula kitamu na ukawa mwaminifu wa muda, yaani saa 6:30 chakula kiwe mezani. Hautatafuta wateja, wateja watakutafuta wewe. Safari yako ya mafanikio huanza na hatua moja. Anza na hotpot 5. Kesho ongeza 2. Ndani ya mwezi utakuwa na oda nyingi mpaka utahitaji mtu wa kukusaidia kupeleka. Hii ndio maana ya kuanzisha biashara. Kabla hatujaangalia biashara ya mwisho ya 3, hapa nina wito. Sasa huo wito unahusu nini? Hebu sikiliza. Kabla hatujaangalia biashara ya 3 ambayo ni uti wa mgongo wa miamala mtaani, nina ombi dogo kwako rafiki yangu. Gonga hicho kibutton cha like kwa nguvu zote. Na kama hujasubscribe, usingoje. Jiunge na familia yetu sasa hivi. Na washa hicho kikengele kwa sababu hutaki kukosa kinachofuata siku ya Ijumaa, ambapo tutamaliza na biashara 3 za mwisho wa mtaji mdogo. Na kuamini na tuendelee na story yetu. Sasa tuangalie biashara ya 3 ambayo ni ya mwisho, nao ni wakala. Wengine wanasema wakala wa pesa. Hii nayo iko vizuri kama unafahamu mbinu za kuifanya, na hutakosa angalau faida ya shilingi 20,000 kwa siku au 600,000 kwa mwezi. Mpaka sasa tumeshaona usafi, tumeona chakula. Sasa tunaangalia huduma, nayo ni wakala wa pesa. Najua utaniambia, Mr. Mwambola, hii inahitaji mtaji wa milioni au mamilioni. Ukweli ni huu. Unaweza kuanza kama sub-agent au wakala mdogo chini ya mtu mwingine. Au ukaanza na mtaji wa 300,000 mpaka 500,000 kwa kutumia mashine za POS, yani point of sales, ambazo sasa hivi zinapatikana kwa urahisi kutoka kwenye mabenki na mitandao ya simu. Hii biashara asili yake ni volume au wigi wa miamala na eneo. Kwenye uwakala, faida inapatikana kwenye commission. Mteja akitoa 10,000 unapata commission yako. Akiweka pesa unapata. Akilipia luku unapata. Ili kupata 20,000 kwa siku kwenye uwakala, unahitaji mzunguko mzuri. Usikae ndani. Tafuta kijiwe chenye watu wengi, karibu na soko au stendi ya daladala au eneo lenye maduka mengi. Mbinu ya kuanzisha biashara hapa ni kama ifuatavyo. Usifanye uwakala peke yake. Uwakala unashibisha biashara nyingine. Weka meza yako, uza vocha za kukwangua. Faida yake ni ndogo lakini inavuta watu. Uza na zile sabuni tulizozitengeneza asubuhi hapa pembeni. Mteja anakuja kutoa pesa, anaona kuna sabuni, ananunua. Mteja anakuja kununua vocha, anauliza kama unaweza kumwekea pesa. Hivi ndivyo unavyotengeneza ecosystem au mzunguko wako wa pesa. Kumbuka, 100,000 yako ina nguvu kuliko unavyodhani ukiweka kwenye mzunguko wa uwakala. Unapozungusha hiyo floti mara nyingi kwa siku, ndiyo kamisheni inapanda. Usishike pesa ikae tu, izungushe. Hii ni biashara ya kuaminika.
Na ukijenga jina mtaani kwamba kwa fulani pesa haikosekani, basi 20,000 ni pesa ndogo sana kwako. Nimekueleza hizo biashara tatu ambazo unaweza ukaanza kwa mtaji mdogo, lakini ukafanikiwa kupata faida ya shilingi 20,000 kwa siku au 600,000 kwa mwezi. Sasa kabla sijamaliza hii video, nina mambo mawili matatu ya kukueleza. Kwanza nataka kufahamu kutoka kwako, kati ya hizi biashara tatu nilizokueleza, unafikiri biashara gani imekuvutia na uko tayari hata kesho kuanza hiyo biashara? Niandikie hapo ukinielezea hiyo biashara ambayo imekuvutia. Pili, ni changamoto gani kati ya hizi biashara tatu umeona ipi ina changamoto ambazo unahitaji ufafanuzi niweze kukusaidia? Kwa hiyo pia niandikie ukinieleza hiyo aina ya biashara ambayo unaona ina changamoto, na mimi nitajaribu kukuelezea. Jambo lingine ni kuwa subscribe huduma zetu. Kuna watu wanaangalia hizi video zetu lakini hawa subscribe. Sasa usipo subscribe hutakuwa na uhakika biashara ijayo kama utaiona, na maana sio biashara, na maana video ijayo kama utaiona. Sasa ukisubscribe, hii inakuhakikishia kuwa video zetu zote zinazotoka utakuwa unaziona. Kwa hiyo subscribe. Jambo lingine, bonyeza hicho kibatani cha like. Ukibonyeza hicho kibatani cha like, utawasaidia vijana wenzio nao waweze kuiona hii television, waweze kuona hiki kipindi, au waweze kuona hii video. Kwa hiyo like ni muhimu sana, lakini pia bonyeza hiyo kengele, kwa sababu hii sasa itakuwa katika hali nzuri ya kuweza kuviona vipindi vyetu na kufanikiwa katika mambo ya ujasiriamali. Mwisho kabisa, mimi ni mtangazaji wa hii video, naitwa Ali Mwambola. Asante na karibu tena, tuonane kwenye video ijayo ya tatu na ya mwisho ambayo itakuwa siku ya Ijumaa. Sasa hiyo video ya mwisho inahusu nini? Bado tuko kwenye wiki ya biashara 10 ambazo zinaweza kukuwezesha kupata faida hadi ya shilingi 20,000 kwa siku au 600,000 kwa mwezi. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.